akifundishwa ni mwepesi sana kuelewa, na mwingine ni mzito sana kuelewa. Utamkuta mtu akikaa anatumia muda mrefu kusoma, na kuna mwingine muda mwingi anakuja anasikiliza afu anaenda anacheza, lakini huyo ambaye anasikiliza anakwenda kufanya michezo yake hamumpati kwa elimu. Kwa hiyo huu ndio utofauti pekee wa mwanadamu, hakuna utofauti mwingine. Utofauti mwingine labda utakuja kwamba huyu atakuwa ni mcha Mungu, huyu atakuwa sio mcha Mungu, waovu, kuna waizi. Watu tunatofautiana, na katika kutofautiana huu kwa watu tuko tofauti ulimwengu mzima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimekuja kidogo tusalimiane, lakini vile vile nimekuja tuongee baada ya kuona kuna baadhi ya clips zinaenea za kuonyesha kwamba watu wakidai kwamba hizi dini kama Uislamu na dini za Ukristo na wherever, kama zingeshushwa kwa watu weusi, yani Afrika, basi hizi dini zisingeenea kwa mataifa mengine kama mataifa ya Waarabu na mataifa ya Ulaya au mataifa ya wazungu. Lakini hii sio kweli, yani sio kweli, kwa sababu huu ni muendelezo wa ubaguzi, lakini vile vile ni muendelezo wa propaganda za kushusha thamani ya watu fulani. Mimi nataka niwaambie na napenda kuongea kwa mifano. Dini zingeshushwa popote, zingeenea kwa kasi. Mimi nitakupeni mfano mmoja. Leo hii sisi Afrika tuna madini, na tuna madini aina nyingi sana. Haya madini kwa nini yameshushwa kwa Afrika alafu yanasambaa katika ulimwengu? Kwa sababu dini ni kitu chenye thamani, na mwanadamu yoyote popote alipo, Mwenyezi Mungu amemjalia akili ya upembuzi kwamba hichi ni kizuri na hichi ni kibaya. Sasa unavyoona madini yana thamani, basi dini ina thamani zaidi ya madini, kwa sababu leo hii hata hiyo mitume, ukifuatilia historia za mitume, asilimia kubwa ni wameshushwa katika familia ambazo ni duni sana, yani familia ambazo ni maskini na ni duni, japokuwa si wote, lakini asilimia kubwa kama utasoma sira za mitume, imeshushwa katika familia ambazo zilikuwa hazistahili, na sababu zilizopelekea kuwa mzito kupokelewa na watu ambao wale mabwenyenye wa kipindi kile ni kwa sababu ya zile familia ambazo zimeshushwa, yani dini, yani mitume imeshushwa katika familia zile. Sasa kwa nini nasema si kweli? Kwa sababu leo hii ukifuatilia utakuta katika watu ambao ni wagunduzi wa vitu wamo Afrika, na vitu vile vimepokelewa. Leo hii utakuta madini yenye thamani yametoka ndani ya Afrika na watu wameyapokea, na pengine wao wakayagundua thamani yao iliyokuwa kubwa kuliko Afrika wenyewe. Sasa hata hiyo mitume kama ingeshushwa Afrika, watu wangeipokea na wakajua thamani ya dini kuliko pengine hao Afrika wenyewe. Lakini kawaida wanadamu tunafanana. Tofauti ya wanadamu, kuna Mwenyezi Mungu, kuna wengine amewaumba wepesi sana kupambanua majambo, na kuna wengine ni wazito sana kupambanua majambo. Yaani mfano mzuri kama vile tunavyokwenda shule, unaweza ukakuta sote tupo darasani, lakini mwingine akifundishwa ni mwepesi sana kuelewa, na mwingine ni mzito sana kuelewa. Utamkuta mtu akikaa anatumia muda mrefu kusoma, na kuna mwingine muda mwingi anakuja anasikiliza afu anaenda anacheza, lakini huyo ambaye anasikiliza anakwenda kufanya michezo yake hamumpati kwa elimu. Kwa hiyo huu ndio utofauti pekee wa mwanadamu, hakuna utofauti mwingine. Utofauti mwingine labda utakuja kwamba huyu atakuwa ni mcha Mungu, huyu atakuwa sio mcha Mungu, waovu, kuna waizi. Watu tunatofautiana, na katika kutofautiana huu kwa watu tuko tofauti ulimwengu mzima. Sasa tukija katika swala la kwamba kwa nini Waafrika wanadharaulika, kwa nini wa magharibi wamekuwa juu, kwa nini Waarabu wanashuka, yani hizi tofauti asili ni kwa sababu ya utawala, mifumo ambayo inatawala dunia. Takupeni mifano midogo tu. Miaka ya nyuma, kwa watu wanayesoma history, maka naamini dola ya Kiislamu tangu ianguke mpaka leo hakuna mtu ambaye yuko hai. Watu wote ambao walishikilia dola ya Kiislamu asilimia kubwa wamekufa, japokuwa kama wapo hai ambao walitokea Istanbul, na maana
sidhani wala sifikirika kuna mtu yuko hai. Miaka tokea mwaka 1924 mpaka leo ni miaka mingi sana, hakuna mwanadamu ambaye yuko hai. Lakini ninachotaka kuongea ni kitu gani? Tawala ni kivipi? Miaka ya nyuma wakati Uislamu unatawala, ilikuwa wazungu walikuwa ili waonekane wana thamani, na mtu ili aonekane ana thamani, anaheshimiwa, ni mtu mkubwa, alikuwa lazima avae kanzu na kofia, ndio akifika sehemu anaheshimiwa. Basi hata waliokuwa sio Waislamu, ilikuwa mavazi yayo ndio mavazi ambayo yanawafanya wanakuwa wanaheshimika. Na kipindi hicho watu wakiangalia mataifa ya Kiarabu, ndio walikuwa wakitoa mifano ya kuigwa katika maisha, walikuwa wakiangalia nchi za Kiarabu. Sasa kipindi hicho ilikuwa dini ya Uislamu ndiyo dini yenye power zaidi ulimwenguni, ndiyo dini ambayo ikiangaliwa akhlaki yake, ni tabia ya watu kuishi, walikuwa wakiishi wakiangalia katika mataifa ya Kiislamu. Ikaja ilipopungua ukomunisti miaka ya nyuma, wakati sisi tunachipukiwa tukiwa wadogo, ilikuwa tukiangalia Russia, mataifa ya Warusi, mpaka inatokea vita ya Bush na Saddam, ikawa ni promo, watu wote wanajua kuhusu Bush na Saddam. Kipindi hicho mfumo wa Kisovieti ukiwa unaelekea kufa, ilikuwa macho ya Afrika, mpaka sisi Tanzania tulikuwa tukifundishwa Kilumi katika mashuleni kwetu. Kama watu wa miaka hiyo, nadhani tutakuwa tuko pamoja, kwamba nguvu ilikuwa ikionyeshwa katika mataifa ya Urusi, na watu walikuwa wakifanya mambo kuyaiga mataifa ya Kirusi, mpaka watu wengine wakiacha kazi kwa sababu ya cheo, kwa sababu mfumo uliokuwepo ulikuwa ni mfumo wa kikomunisti. Ukifuatilia history ya mfumo wa kikomunisti, asili wenyewe mali si thamani sana, yani kuhodhi mali si thamani sana, thamani ni ubwana. Kwa hiyo mfumo wa kikomunisti wakati huo ulikuwa ndio una nguvu, watu walikuwa wakiangalia huko. Mfumo wa kikomunisti mpaka umeanguka, umekwisha, ukaja mfumo huu wa ubepari ambao ni socialism, sijui. Mfumo huu wa ubepari ambao ndio democracy, una sera ya democracy. Leo hii utaona vijana wakifanya mambo wakiwaiga wa Marekani, wakifanya mambo wakiwaiga watu Ulaya. Kila mtu anayechipukia ili aonekane ana thamani, awe anaangalia mambo kwa mujibu. Kuna mtu hapa ananisumbua. Sasa watu huwa wanaangalia mataifa ya Ulaya katika mavazi, mienendo. Sasa ule mfumo ukiwa una tabia na akhlaki mzuri, ndio watu hubadilika kuwa na tabia na akhlaki nzuri. Mfumo ukiwa na akhlaki mbovu, binafsi, mauaji, ndio haya mambo ambayo yanatokea. Nitakuja kuwafafanulia. Hata ukiangalia viongozi, ukitaka kujua ubaya wa propaganda, angalia viongozi. Utakuta kiongozi aidha aandikwe kwa ubaya au aandikwe kwa uwema, na akiandikwa kwa wema kana kwamba hajawahi kufanya baya, na akiandikwa kwa ubaya kana kwamba hajawahi kufanya wema. Mwangalieni Idi Amin, utasema hajawahi kufanya jema hata moja katika ulimwengu huu. Mwangalieni mfano kama kina Nyerere hao, uweza ukasema hajawahi kufanya baya hata moja, lakini wakati wa utawala wake kulikuwa kuna watu wakilia, kuna watu wakicheka. Na huyo Idi Amin ukifuatilia katika utawala wake kulikuwa watu wakilia na watu wakicheka. Kwa hiyo haya mambo yanakwenda na propaganda, yanakwenda na history, yanakwenda na waandishi wa kipindi kile, na umma unafahamishwa vipi kuhusu aidha mtu au mfumo. Wakitaka kudestroy mfumo usiweze kurudi tena katika ulimwengu, kwanza wanaanza kutengenezea propaganda. Na ndio maana leo hii utakuta mtume, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatafuta mabaya ili mradi watu waweze kuwapa propaganda ya kuamini kwamba mtume huyu alikuwa mbaya, ambayo hawayapati, kwa sababu huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila ambacho wewe unakifikiria leo tayari Allah alishakiona, alishakijua kwamba hichi kitakuja kutokea. Kwa hiyo alimprotect vizuri mwenendo wake, mpaka leo watu wanajitahidi kusearch mabaya aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hayaoni.